Malengo ya mapinduzi ya Zanzibar yalikuwa kuboresha maisha ya Wazanzibari wote kuwa maisha bora zaidi kuliko ilivyokuwa kabla ya mapinduzi. Tunachokifanya leo ni kushuhudia ndoto ya waasisi wa mapinduzi ikiendelea kutimizwa katika Zanzibar yote na Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kabla ya mapinduzi ya Zanzibar, maisha ya wananchi wa kawaida wa Zanzibari yalikuwa duni sana. Fursa za masomo kwa Wazanzibari wa kawaida zilikuwa chache. Kwa Zanzibari nzima, skuli zilizokuwepo zilikuwa 68 tu. Waliopata nafasi ya kusoma hawakuzidi 25,000 na hakukuwa na chuo kikuu hata kimoja. Hayo ndio mazingira yaliyokuwepo kabla ya mapinduzi. Idadi ya skuli zetu imetoka 68 zilizokuwa mwaka 64 na sasa tuna skuli zaidi ya 1200. Lakini vile vile wanafunzi waliokuwa wanapata nafasi ya kusoma wakati huo walikuwa 25,432. Leo wanafunzi zaidi ya 600,000 wako kwenye skuli zetu za Zanzibar. Wakati wa mapinduzi tulikuwa hatuna hata chuo kikuu kimoja Zanzibar. Leo vyuo vikuu vinavyofanya kazi Zanzibar ni 5. Lakini vile vile kumekuwa na mabadiliko makubwa katika mitaala ya watoto wetu ndani ya miaka hii 62. Tumejielekeza katika kufundisha watoto wetu kujimudu katika kufikiri, kutafiti na kubuni, lakini vile vile katika kuendeleza mafunzo kwa vitendo kwa watoto wetu. Lakini nitumie nafasi hii pia kuwaambia, ndani ya miaka 62 amesema Waziri wa Nchi Ofisi ya Makamu wa Rais vizuri kwamba matunda ya muungano yameonekana wazi. Tumeweza kuendelea kuulinda na kuutetea uhuru wetu. Tumeweza kuendelea kuulinda na kuutetea umoja wetu. Tumeweza kuendelea kuyalinda na kuyatetea maendeleo yetu. Lakini tumeweza vile vile kutetea na kulinda amani yetu. Na katika yote ndio maana nyinyi mkachagua kauli mbiu ambayo inasema amani na umoja ndio msingi wa maendeleo. Amani na umoja, amani na umoja ndio msingi wa maendeleo yetu. Na katika hili natoa wito maalum kwa Wazanzibari na Watanzania wote kuendelea kuenzi na kulinda amani yetu kwa gharama yoyote. Hatutakuwa na maendeleo kama hatuna amani. Hatutakuwa na mshikamano kama hatuna amani. Hatutaweza kuboresha chochote katika nchi yetu kama hakuna amani. Kwa hiyo lazima wote tuone amani kama mboni ya macho yetu. Bado tuna uhitaji mkubwa wa mabweni, tunasema udakhalia, katika maeneo yetu haya. Na ujenzi wa dakhalia hizi, Mheshimiwa mgeni rasmi, zitaenda kunufaisha vizazi vyetu, watoto wetu ambao ndio matumaini ya taifa letu. Mheshimiwa mgeni rasmi, eneo hili kama alivyotangulia kusema awali na Mheshimiwa Rasi kwamba kuna wananchi kwa 7 alijitolea, lakini nichukue fursa hii pia kuwahamasisha kwamba fedha kupitia SMZ na Wizara ya Elimu tunazo mkononi Mheshimiwa. Kilichobaki watuongeze eneo ili tuweze kujenga mabweni na kuwatengenezea watoto wetu mazingira mazuri ya kujifunza pamoja na kukuza wigo wa elimu kwa ujumla. Mheshimiwa mgeni rasmi, na sisi kama Wizara ya Elimu pia kwa kushirikiana na Wizara ya Elimu ya Sayansi na Teknolojia ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania tuna dhamira njema ya kuendeleza na kushirikiana katika elimu. Tuna dhima pia ya kuendeleza na kusimamia elimu ngazi zote, kuanzia elimu ya msingi, maandalizi, sekondari, elimu ya kati na elimu ya juu. Vile vile tuna mipango madhubuti ya kuendelea
kujenga majengo bora kama haya unayoona mbele yako Mheshimiwa, kwa Unguja na Pemba. Pia kuongeza karakana kwa ajili ya wanafunzi wetu pamoja na vituo vya amali kwa ajili ya kuongeza ujuzi kwa wanafunzi wetu, lakini yote kwa yote kusimamia mitaala pamoja na kusimamia miundombinu yote ambayo imejengwa na itakayoendelea kujengwa hapa visiwani.